Rais wa Marekani Donald Trump anaripotiwa kumkabili waziri wa ulinzi Pete Hegseth wiki iliyopita kuhusu hali ya akiba ya makombora ya Marekani, wakati utawala wake ukijadili uwezekano wa kurejea katika operesheni kubwa za kijeshi dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa gazeti la The Washington Post, mabishano hayo yalitokea Camp David, pembeni ya kikao cha baraza la mawaziri. Gazeti hilo likinukuu watu wawili wanaofahamu mazungumzo hayo limesema Trump alimshutumu Hegseth kwa kuipotosha ikulu ya White House na kueleza kuwa aliamini tatizo la upungufu wa makombora masafa marefu na yale ya kudungua makombora lilikuwa tayari limetatuliwa. Mvutano huo umeibuka baada ya ripoti kuonyesha kuwa akiba ya baadhi ya silaha muhimu za ulinzi wa anga wa Marekani imepungua hadi kiwango kinachotia wasiwasi. CNN imeripoti kuwa jeshi limetumia karibu 80% ya makombora yake ya THAAD na takriban 50% ya makombora ya Patriot. Alipoulizwa kuhusu upungufu huo, Hegseth anaripotiwa kuelekeza lawama kwa naibu wake Stephen Feinberg. Hata hivyo, White House na Pentagon zimekanusha taarifa hizo, zikisema mzozo huo haukutokea na kwamba Hegseth hakumpotosha mtu yoyote kuhusu hali ya silaha za Marekani. Ripoti hizo zinakuja wakati kukiwa na dalili za kuongezeka kwa kutoridhika ndani ya utawala wa Trump kuhusu mwelekeo wa vita dhidi ya Iran. NBC News pia iliripoti kuwa Trump alionyesha hasira kwa washauri wake kutokana na kukosekana kwa mkakati wa wazi na ugumu wa kuifikisha Tehran kwenye makubaliano. Maafisa waliotajwa katika ripoti hizo wamesema bado kuna tofauti za maoni ndani ya utawala kuhusu lengo kuu la vita. Baadhi wanataka kuizuia Iran kupata silaha za nyuklia, wengine wanataka mlango wa Hormuz ufunguliwe kikamilifu, huku wengine wakilenga kudhoofisha uwezo wa Iran wa makombora na drone. Afisa mmoja wa Marekani alisema jeshi limepata ushindi kadhaa wa kimkakati wa muda mfupi, lakini linaweza kuelekea kushindwa kwa kiwango kikubwa kutokana na kukosekana kwa mwongozo wa wazi wa kisiasa na lengo la mwisho linaloeleweka. Trump amekuwa akitishia mara kwa mara kufanya mashambulizi makubwa dhidi ya Iran, lakini baadaye kuyasitisha ili kutoa nafasi kwa mazungumzo. Wiki hii alisema mazungumzo kuhusu kufunguliwa kwa mlango wa Hormuz yanaendelea vizuri, ingawa Iran ilikanusha kuwa kumekuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na Washington katika siku za karibuni. Tehran imesema badala yake inaendelea kukamilisha makubaliano na Oman kuhusu mlango wa Hormuz ambayo yanaweza kusaidia kurejesha usitishaji wa mapigano na kufungua njia ya mazungumzo mapana zaidi kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran.